heshima ni zako Yesu, mamlaka ni yako Bwana. Asante Yesu. Thank you Jesus. Basi wende msikilizaji, mahala pote ulipo, kama sauti na kufikia, ni siku njema, wakati ulio mwema machoni pake Bwana. Machoni pake Bwana Muumba mbingu na nchi. Ametupenda, ametulinda, ametukirimia kibali na nafasi ya kuwa hai, sio kwa nguvu zetu wala kwa uwezo wetu, lakini kwa uweza wake Bwana tungali tunaishi. Tuna kila sababu za kumshukuru Mungu, kumtukuza, kumwamini, kumtumaini na zaidi kumtumikia, maana ndiye mwenye uwezo na ndiye mwenye nguvu. Imempendeza jioni ya leo tuweze kutana mahala hapa masaa kama haya kwa ajili ya kushiriki neno lake Bwana. Kwa hiyo mahala ulipo, naomba muda wako tu mchache kwa ajili ya sauti hiyo, na zaidi sana moyo wako kwa sababu ya neno lake Bwana, na itakuwa ni baraka kwa jina la Yesu Kristo. Kukumbusha kwamba Mungu aliyekutunza na kukulinda mpaka masaa haya anakupenda sana. Mawazo ambayo Mungu anakuwazia ni mawazo mema. Mipango ambayo Mungu anayojua maisha yako, mipango mema sana. Ndiyo maana ungali unaishi siku ya leo. Kwa hiyo una sababu za kumshukuru Mungu, kumtukuza, kumwamini na kumtumaini, na zaidi sana kumtumikia, maana ndiye mwenye uwezo na ndiye mwenye nguvu. Ningependa tuweze kumshukuru Bwana kwa njia ya maombi, kwa sababu ya pumzi ya uhai na nguvu za mwili ambazo Mungu amekutukirimia kuwa nazo. Tunapojiweka mikononi mwa Bwana ili ya kwamba aendelee kutulinda, aendelee kutuepusha na yale mabaya, na akatukirimia kibali na neema ya kushuhudia yale mema ambayo ameyapanga katika jioni kama ya leo, na kwa imani yote yanawezekana. Kwa hiyo napoomba, na wewe pia unaweza kuunganika pamoja nami katika imani tuweze kuomba. Nawe unaweza kujiombea pia hapo ulipo, ukampe Bwana hitaji lako. Na yeye ni Mungu wa rehema, hana ubaguzi wala upendeleo. Mungu wetu hana, yeye ni Mungu wa watu wote, hasa wale ambao wanamwamini wao wanashuhudia wema wake Bwana. Kwa hiyo ni vizuri kumwamini na kujiweka mikononi mwake kwa maombi, na bila shaka tutaona msaada wake, kwa maana ndiye mwenye mamlaka yote. Kitabu cha Maombolezo 5 mstari wa 21, alafu tuko tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Maombolezo 5 mstari wake ni 21. Ee Bwana, utugeuze kwako nasi tutageuka, zifanye mpya siku zetu kama siku za kale. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ishemelele, uliye mwanzo tena mwisho, kimbilio, tegemeo, msaada wa karibu, ngome imara. Asante Bwana Yesu kwa upendo wako na wingi wa rehema zako. Asante kwa ustahimilifu na uvumilivu wako kwetu mpaka masaa haya Bwana. Umeinuliwa Yesu na umetukuzwa, umeabudiwa na umeheshimiwa, na kando na wewe hapana mwingine. Tunashuka chini ili ukazidi kuinuliwa Jehova, tukikiria kwamba sisi bila wewe hatuwezi lolote Bwana. Tunakutazama na kukuangalia masaa na wakati huu Jehova, tukiomba msaada wako Jehova leo, ukaturehemu tena jioni ya leo, ukitusamea makosa na dhambi Bwana, ukatusafishe kwa damu yako ya dhamana, tupate kimbali machoni pako jioni ya leo.
Tamalaki mahali hapa Jehova, kazidi kulinda sehemu hii maifadha, kalinde wakubwa kwa wadogo, mikasa mikosi Yesu ondoa, malaya visirani na Bwana ugomvi Yesu kaondoe, mamlaka yote ya shetani tunakemea pate kushindwa katika jina la Yesu. Bwana Yesu, chukua nafasi ukatawala. Wako wengi wanaokuhitaji katika njia mbalimbali. Bwana Yesu, yote unayajua na unayaona, na suluhisho liko kwako Elishadai. Na kuomba Yesu kafanye njia pasipo na njia, ukirejesha baraka na amani na ushindi. Chochote ambacho hujapanga jioni ya leo mahali hapa, tunakanusha kikarudie mwenyewe katika jina la Yesu. Mawazo yako mema yakatimie mahali hapa Bwana, na mpango wako mwema ukatimie kwa maisha ya kila mmoja. Nasiba zote zitakurudia Bwana Yesu. Damu yako itufunike na ikanene mema, ukatuepushie mishale wa adui, tukapate kuona baraka zako, tukapate kuona amani yako na ushindi wako Bwana. Nasiba zote zitakurudia Jehova. Asante kwa maana unaenda kutenda. Umeinuliwa na umetukuzwa. Tunapoenda kusikiliza neno lako la siku ya leo, unikirimie nafasi na neema ya kunena ya pasara na yastahiliyo kwa ajili ya siku ya leo. Atakayesikiliza neno lako Bwana, ninaomba neno lako likambadilishe, likamfanya kuwa mwana katika ufalme. Kizuizi pingamizi Yesu kaondoe, chochote ambacho kinaleta mabaya Yesu kakiondoe. Tamalaki Yesu, kazi neno lako likapate makao maeneo haya. Nasiba zote zitakurudia Bwana. Asante kwa maana unaenda kutenda Jehova. Kunyoshe mkono wako wenye nguvu, wale wagonjwa ukawaponye, wadhaifu ukawatie nguvu, walio chini Bwana ukawainue. Chochote kimbaya kikapate kushindwa katika jina la Yesu. Asante kwa maana umesikia na kutenda Bwana. Damu yako Yesu tufunike, damu yako ikanene mema. Asante mtakatifu, Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, kama vile uishivyo, mapenzi yako pekee yatimie sasa na hata milele, katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen and amen. In Jesus name. Asante. Hallelujah. Bwana wa amani akubariki sana wewe ambaye unazidi kufuatilia sauti hii, na zaidi kwa wewe unayevumilia. Mungu akutende mema, jalie kibali na neema ya kushuhudia wema wake na uzuri wake katika maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Kukumbushe tena jioni ya leo kwamba Mungu aliyekutunza na kukulinda mpaka masaa haya anakupenda sana, anakupenda sana. Mawazo anayokuwazia ni mawazo mema, mipango ambayo Mungu anakupangia mipango mema sana. Ndiyo maana ungali unaishi jioni ya leo. Kwa hiyo una sababu za kumshukuru sana Mungu, na zaidi sana kushikamana na Mungu kwa yale mambo unafanya. Usifanye tu kwa sababu una uwezo wa kufanya, ama usifanye kwa sababu watu wanafanya, lakini kila ufanyalo hakikisha kwamba ni ile ambalo linampendeza huyu Mungu aliyekupa nafasi ya kuishi. Ukitambua ya kwamba halimpendezi Mungu, basi ni vizuri kuliacha ili ya kwamba uweze kuwa upande ule wa ushindi. Mtu ambaye anatenda mabaya ni vigumu sana aone mema katika maisha yake, lakini mtu ambaye anatambua mabaya na kuyaacha, basi hata rehema za Bwana zinakuwa juu ya maisha yake, na hivyo ndivyo ushindi atauona maishani. Kwa hiyo hata jioni ya leo na kusisitizia, ujualo ni baya usilitende. Lile unajua ni baya, mzee, mama, kijana, usilitende. Hata kama hali yako ni ngumu, haijalishi una tatizo gani au unahitaji gani, lakini lile unajua ni baya usilitende. Maana Mungu wetu ni mtakatifu, na yeye hawezi kuchukua excuse ya chochote kile. He is a holy God. Na bila kusimama katika utakatifu pamoja na mahitaji yetu hatuwezi kumwona. Lazima tusimame katika utakatifu. Ndio maana maandiko yanasema tumkaribie Mungu na yeye atatukaribia.
Yeye hawezi kutukaribia kama sisi hatujamkaribia. Kwa hiyo usikubali kuwekelea excuse yako na kushika ile njia ambayo haimpendezi Mungu. Usikubali kusingizia kitu fulani au hali fulani na kuyashiriki yale ambayo hayampendezi Mungu wako, kwa sababu ya kwamba hata kusaidia. Lazima umkaribie Mungu kwa kuachana na yale ambayo unajua ni mabaya. Pamoja na hitaji lako, unajisalimisha kwa mapenzi ya Bwana, unajisalimisha kuyafanya yale ambayo yanampendeza Mungu. Hapo ndipo na Mungu na yeye atasimama na wewe. Hapo ndipo Mungu na yeye ataachilia msaada wake katika maisha yako. Lakini ukishika ile njia mbaya, ukishika ile njia isiyompendeza Mungu, basi hapo ndipo wakati wowote Mungu atakuwa anataka sana kukusaidia, lakini lile kosa lako litamzuia Mungu kukusaidia. Ndio maana akaambia Hosea kwamba kuna wakati anatakanga kusaidia mwanadamu, lakini kile kinaleta shida ni zile dhambi ambazo mwanadamu amezifanya. Na wakati ambapo dhambi zinazuia msaada wa Mungu, Mungu akiangalia mwanadamu, anakuta mwanadamu yeye hata ashughuliki. Mwanadamu yeye anasikia yuko sawa na anaendelea kungojea msaada wa Mungu katika matendo mabaya. Hatuwezi kuona msaada wa Mungu tukiwa tumetenda yasiyofaa. Tutauona msaada wa Mungu tukiwa tumefanya yale ambayo yanapendeza machoni pa Bwana. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, ni vizuri sana kuwa mwangalifu na yale mambo ambayo unashiriki. Ni vizuri kuwa mwangalifu na yale matendo ambayo unayatenda. Usikubali kufanya kitu ambacho hakimpendezi Mungu. Usikubali kushiriki mambo ambayo hayampendezi Mungu. Hakikisha kwamba kila unachokifanya kinampendeza Mungu, ndiposa na yeye atakuwa na sababu ya kukusaidia. Lakini nje ya hayo utazidi kutaka msaada wa Mungu, lakini Mungu na yeye atataka kukusaidia, lakini utazuiliwa msaada kwa sababu ya yale makosa. Hosea 7:1. Siku tunazoishi ni siku za kujichunguza na kuzipima njia zetu, kutambua ni wapi ambapo tunakosea, ili ya kwamba tuweze kutubu na kumrudia Bwana, kwa sababu ya kwamba Mungu yeye siku zote yuko tayari kutusaidia. Lakini sikiliza vile maneno ya Mungu yanasema katika utangulizi. Unapoendelea kusikiliza, examine yourself. Examine yourself. Mungu anakupenda sana. Anakupenda sana, na mawazo aliyonayo juu ya maisha yako mawazo mema sana. Lakini sikiliza maneno ya Mungu ambayo nimekuletea jioni ya leo, ili ya kwamba uyatumie hayo kujichunguza na kurudi katika ile njia inayofaa, ili mawazo ya Mungu mema yaonekane katika maisha yako, ili mipango ya Mungu mema iweze kutimia katika maisha yako. Hosea 7:1. Maandiko nasema, wakati nitakapokumponya Israeli, ndipo yafunuliwapo maovu ya Efraimu na ubaya wa Samaria, maana wanatenda uongo na mwizi huvunja nyumba za watu, na kundi la wanyang'anyi hushambulia nje. Mungu akamwambia Hosea, sio kwamba yeye huwa hataki kumsaidia Israeli, lakini akamwambia Hosea, waambie kila wakati ninapotaka kusaidia mwanadamu, kuna maovu yanainuliwanga, ama mashtaka ambayo huwa yanainuliwa mbele zake Bwana, na yale maovu yakiinuliwa yanazuia ule msaada wa Mungu katika maisha ya wanadamu.
amemwambia wakati wote atakapo kumponya Israeli, maovu ya Efraimu yanainuliwa na ubaya wa Samaria unainuliwa. Israeli tulichukue ni kama tuseme mtu ambaye, ama mimi na wewe siku ya leo mahali hapa, tuchukue mimi na wewe ndio Israeli. Efraimu na Samaria inasimamia maeneo fulani fulani ambayo tumeshawahi kuishi au tumeshawahi kupita, na katikati ya kuishi kwetu na kupita kwetu maeneo fulani fulani, tunaonekana tumeacha kule dhambi, tumefanya maovu fulani sehemu fulani tulizozipita au kuziishi, na sisi wenyewe tunaonekana tukiwa tumepanguza mdomo chini kama kuku, na tunajiona kana kwamba hakuna mtu alijua na hakuna mtu aliona. Lakini kumbe kuna Mungu ambaye huwa anachukua rekodi ya kila kitu. Kuna Mungu ambaye huwa anachukua rekodi ya kila tendo tunalolitenda. Na wakati ambapo mwanadamu amefanya uovu, Mungu anamvumilia. Na huwa hamvumilii ili mwanadamu ajipige kifua kwamba alifaulu kwenye mabaya, lakini Mungu anamvumilia mwanadamu ili aingiwe na hofu ya Mungu na aweze kutubu na kurudi katika njia. Lakini asilimia kubwa wakati Mungu anatuvumilia, tunaposhiriki madhambi fulani na Mungu naye anatuvumilia, asilimia kubwa sisi huwa tunajipiga kifua, na lile kosa badala ya kutubu na kuacha, sisi huwa tunalifunika na tunaendelea na maisha tukitarajia kwamba tutaweza kuona msaada. Kumbe yale maovu na ule ubaya tulishiriki sehemu fulani fulani, yale maovu na ule ubaya ndio unazuiaga mazuri katika maisha yetu. Ndio maana Mungu anamwambia Hosea, si kwamba sitaki kumponya Israeli, lakini Mungu yeye ni mtakatifu. God is a holy God. Mahali kuna dhambi hawezi kusimama, mahali kuna uovu fulani hawezi kusimama. Ndio maana anasema wakati wowote atakapo kumsaidia Israeli, anakuta kuna maovu ambayo yameinuliwa, anakuta kuna ubaya ambao umeinuliwa, na akataja baadhi ya ubaya ambao ulikuwa unazuilia msaada katika nchi ya Israeli. Akasema jambo la kwanza, wanatenda uongo. Unayenisikiliza jioni ya leo, kando na shida na hitaji zile uliko nazo, ni wapi ambapo Mungu anaweza kuwa anaona ulitenda uongo? Labda ulikaa Kisumu ukapiga mtu uongo huko na ukahamia Nairobi, ama hata Ushago kwenu ulipiga mtu ukora na ukahama na pesa zake ukakuja Nairobi, ama ulikaa mahali fulani ukampiga mtu ujanja fulani ukatoroka na pesa zake, na hilo wewe umelichukua kana kwamba ni jambo dogo sana, umelichukua kama sio jambo kubwa ambalo linaweza kukusuilia mema, umechukua kama jambo dogo sana. Lakini Mungu anaweza kuwa anataka kusaidia, lakini yule mtu ulimdanganya, inaonekana na yeye mara aliposalia anazidi kulalamika kwamba kwa nini fulani kanidanganya, mbona hakunieleza ukweli, mbona alitoroka na pesa zangu. Wengine unakuta tuliingia kwenye kampani, tukawakuta marafiki kwenye kampani zile au sehemu za kazi, na kwa sababu ya tamaa zetu mbaya tukachukua mikopo kutumia marafiki wale, lakini tulipopata ile mikopo nasi tukatoroka, tukaondoka kwenye zile kazi na tukawacha wengine wakiiba mikopo ambayo sisi tulitoroka nayo. Sasa hayo yanazuia msaada wa Mungu katika maisha, hayo yanazuia mema ya Mungu katika maisha. Ni nani ambaye wewe umemdanganya mpendwa? Nitumie lugha ya kueleweka ya kidunia, wanasema nilimpiga tenni. Ni nani wewe unasemaga ulimpiga tenni? Ndio maana huwezi barikiwa. Ndio maana kutongangana sana, lakini
kuona msaada wa Mungu itakuwa vigumu, kwa sababu Mungu ni mtakatifu na hawezi kumhesabia mkosaji kwamba hana hatia, wala hawezi kusimama kwenye baraza la waovu ili awasaidie. Hawezi. Yeye huwa anasimama kwa maskani ya mwenye haki, analeta mafanikio kwenye maskani ya mwenye haki. Lakini kwenye baraza la waovu Mungu hawezi kusimama ili awatetee. Na hivyo ndivyo tunaishi na mateso na vilio ambavyo vingine havikustahili kuwa katika maisha yetu. Lakini kwa sababu sisi tunaishi kiolela, na hata tunapoona kana kwamba tumekosea huwa hatutubu. Kazi yetu ni kufunika kosa na kusonga sehemu nyingine, na tunadhani ya kwamba kwa sababu tulifunika lile kosa na tukahamia mahali pengine, sasa tuko salama. Kumbe mpendo, kuna Mungu ambaye yeye anajua kila kitu na yeye huwa anaona kila kitu. Ndio maana anamwambia Hosea, waambie Waisraeli, nataka sana kuwaponya, lakini nikiangalia barabara ya Efraimu naona wanadanganya. Nikiangalia barabara ya Samaria naona wanadanganya mtu huko. Hata leo inawezekana kuna mtu umemdanganya, ukapiga kona na shilingi yake 500. Inawezekana kuna mwanamke mahali mwanaume unampiga hoteli nili, unamdanganya tu, unamchezea tu, lakini unatamani maisha yako kesho yatakuwa mema. Unasema kesho itakuwa ni nzuri. Hakuna kesho nzuri kwa watu wanaodanganya wenzao. Hakuna kesho nzuri kwa watu wanaopiga wenzao ukora. Hakuna kesho nzuri. Wakati unamdanganya mwenzako umefunga baraka zako mwenyewe. Wakati unamdanganya mwenzako umefunga maisha yako mwenyewe. Ndio maana Paulo alipokuwa anawaandikia Waefeso, katika Waefeso 4 mstari wake ni 25, akasema basi uvueni uongo, mkaseme kweli kila mtu na jirani yake, kwa maana tu viungo kila mmoja kiungo cha mwenzake. Anasema tuvue uongo na tuseme kweli kila mtu na jirani yake, kwa sababu sisi tu viungo mmoja kwa mwenzake. Sasa Mungu anamwambia Hosea, ninaona katika njia za Samaria wanasema uongo. Ni wapi Mungu anakuona ukisema uongo? Na wewe uko busy ukilalamika, serikali ni mbaya, sijui kwetu ni kama kuna mashetani, ni kama mimi niko na mashetani, pesa zangu sijui zinaendana wapi, nikipanga mambo ya faulu ni kama watu hawanitakii. Visingizio vingi ambavyo havina msingi wowote. Lakini Mungu anamwambia Hosea, naona kuna uovu Samaria na ubaya katika Efraimu. Na ule uovu na ule ubaya anasema ndio unazuia mema yasionekana. Swali la kwanza mpendwa, ni nani umemdanganya? Huyo uliyemdanganya, basi hivyo ndivyo baraka zako zimezuiliwa. Huyo unayesema nimemuosha, basi na wewe mbinguni pia umeoga. Huyo unayesema nimempiga teninili, sasa pia mbinguni na Mungu naye anakungojea. Maandiko yanasema, Yesu mwenyewe anasema, watendee watu yale ungependa kutendewa. Unaweza kosa kutendewa duniani, lakini Mungu naye anajua kutenda pia kivyake. Kwa hiyo ni vizuri tuchunguze na tuweze kutubu na pia tubadilike. Ndio Paulo amesema tuvue uongo na tusemezane kweli. Ndio hapo ndipo Mungu akitaka kutusaidia hakutakuwa na kizuizi. When you lie to your fellow people, your friends, or you lie to other people, you have hindered the help of God in your life. Umezuia msaada wa Mungu maishani mwako. Kutaka Mungu atataka kukusaidia, lakini ule uongo wako utazuia msaada wa Mungu. Kwa sababu pia Mungu si mwongo, Mungu ni kweli. Na pia ukidanganya mwenzako umekuwa mtoto wa shetani, kwa sababu shetani ndiye mwongo, is a deceiver. Na yeye amedanganya tangia mwanzo, hata alimdanganya Adamu na Hawa. Sasa wewe ukidanganya umejiwekelea kuwa mwana wa shetani. Na shetani hana makao,
Shetani hana kitu, hana umilele. Yeye anazunguka duniani, mwisho wa siku atafungwa, atupe jehanamu akiwa mwisho. Sasa wapendwa, tukiwa mwezi wa pili, inawezekana wewe ukawa ni kama hawa watu wa Israeli. Maandiko yanasema maneno yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa kwa mifano, ili kutufundisha sisi na pia kutuonya sisi, ili tusiwe na kama na wao walivyofanya, bali tukamtolee Mungu ibada inayompendeza, ndiposa tuweze kuona msaada wake. Hata wengine wanadanganya mpaka pasta, wanadanganya mpaka mhubiri. Mwambia mhubiri ni sijalipa mshahara, niko na watoto watatu, na wengine hata mtoto hana. Niko na watoto watatu na mke, hata mwingine mke wako alikimbia kwa sababu ya ukora wako. Lakini namdanganya mhubiri, niko na watoto na mke, sasa sijalipa mshahara, ninaomba tu ninunulie kaunga angalau watoto wasilale njaa. Unamdanganya mpaka mhubiri. Na mhubiri na huruma zake anakusaidia. Wewe unaenda unakanyaga ugali na mboga vizuri ya uongo, alafu watarajia kesho kutakuwa na baraka. Asiwe siku ya baraka. Tukidanganya watu, tumezuia msaada wa Mungu. Tukiambia watu uongo, tumezuia mema katika maisha yetu. Unaweza kusema hata nijua, lakini Mungu anakujua, tena anakuona, na Mungu ndiye ako na maisha yako. Ni vizuri kuongea ukweli mpendwa. Hata kama umefinyika kimaisha, uongo haujawahi kuomboa maisha, na hakuna siku uongo utakomboa maisha. Lakini ni kweli ambayo huwa inakomboa maisha ya mtu. Hata Yesu amesema kweli itakuweka huru, maanisha uongo utakufanya uwe vifungoni. Na kweli Mungu anamwambia Hosea, nataka sana kuwasaidia Waisraeli, lakini ule uongo wao ndio unafanya nisiwasaidie. So when we use lies in our life, we lay our life into captivity. Tunaweka maisha yetu kwa utumwa fulani. Ukidanganya kwenye kazi yako, umeweka kazi yako kwenye utumwa fulani. Ukidanganya kwa sababu ya pesa, basi umejifunga kimaisha in terms of finances. Hata ukiona wengine wanasema maisha yangu ya kifedha yako sawa, ni nani ulimdanganya kwa habari ya pesa? Inawezekana maisha ya pesa hayaonekani kwa sababu kuna mtu na wewe ulimdanganya kwa habari ya fedha. Na sasa mtu apandacho ndicho anachovuna. Huwezi kupanda maharagwe uvune mahindi. Ile uliyopanda ndio unaivuna. Kwa hiyo wakati mwingine unaposema ndoa yangu haina amani, basi ni vizuri kujiuliza ni wangapi uliwadanganya wewe. Inawezekana ulimdanganya mtu ambaye alikuwa amejisalimisha kabisa kwako. Alikuwa amechoka, sasa alikuwa anatafuta mtu wa kweli akamuoe au akaoe, na akakupata wewe muongo mwenyewe. Ukamdanganya, akakupa moyo wake wote, akasema sasa nimefika, nimempata mchumba. Kumbe si mchumba, ni mchumbile. Sasa ndio unakuta kwamba tunapoishi kwa maisha haya unakuta tunakosa mema. A lot of cases in life is because behind we have some things we have done that are not good before the eyes of God. Nyuma yetu. Ndio maana Mungu alimwambia Yeremia, waambie warudi mapito ya zamani. Tell them to go to the back to the crossroad. Katika Yeremia 6:19 anasema rudini mapito ya zamani, mkaangalia ile njia iliyo nzuri, mkapitie hiyo. Na akasema mtapata raha nafsini mwenu. Wapendwa, ni vizuri kujifikiria na kujitafakari na kujihoji. Mungu yeye hajawahi shindwa na hakuna siku atashindwa. Lakini ule uongo tunatumia maishani, ule uongo ndio unafanya tunakosa mema. Ule uongo tunatumia katika maisha ndio unafanya tunakosa baraka. Vile tumezoea kudanganya wenzetu, ndivyo na Mungu anazuiliwa kutusaidia. Ndio maana alimwambia Isaya katika Isaya 59:1, akasema mkono wake sio mfupi. Isaya 59:1, sikiliza. Bwana Yesu akusaidie sana. Ni wakati wa kutubu mpendo na kumrudia Bwana, ili tuweze kuona mema ya Mungu, because Mungu yeye ako tayari kutusaidia.
Lakini kuna mahali tumeshiriki uovu na sisi tumenyamaza. Kuna mahali tumeshiriki ubaya na sisi tumenyamaza. Kuna mahali tumedanganya mtu hata kwa sababu ya uongo wetu mtu akateseka. Kuna watu wanaweza kuna nisikiliza, ulimdanganya kazini yako akatoka Ushago, akifika town center na wewe ukazima simu. Sasa anakaa kwa street, mtu wa kweli, mtu ambaye ni wa village ya kweli. Ulimdanganya akuje Nairobi utamsaidia, lakini alipofika town center akapiga simu kazima. Mwingine ulikuwa unakaa na mtu anakutegemea ukahama kama yuko. Aliporudi akapata nyumba ni vacant. Wewe umeenda zako. Na hivyo unatarajia kwamba kuna msaada wa Mungu utauona. Unless we repent, there is no help of God. Unless we repent, we will continue suffering. Tutaendelea kununua mafuta ya mchungaji, lakini wapi? Kumbe kinachotutesa ni yale makosa tulifanya nyuma yetu na sisi tumenyamaza. Mungu akasema katika Isaya 59 mstari wa kwanza. Maneno ya Mungu yanasema hivi: tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake sio zito hata lisiweze kusikia, lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Si kwamba Mungu hawezi, yeye si kwamba hawezi kukusikiliza wewe. Mungu anasema sikio lake sio nzito, si lazima uende sijui ukatafute nabii mkuu akakuombea. Hapana, unaweza kujiombea wewe na Mungu akusikie wewe. Lakini anasema kuna maovu, anasema kuna maovu, kuna dhambi tumeshiriki na sisi tumenyamaza. We are quiet. Tumenyamaza na tumepretend ya kwamba hatukufanya kitu. Tuko sawa tu, ni matatizo tu, ni kawaida ya maisha, ni shetani mbaya. Watu wengi wanamlaumu shetani. Shetani anaingilia ndoa yangu, shetani anaingilia maisha yangu, shetani. Na huyu shetani wewe ulimuona lini? Shetani si mwingine, ni hizo dhambi unafanya kama hujui. Kwa hiyo usimsingizie shetani kwamba ndiye anakutesa. Hapana. Mungu anasema yeye mkono wake sio mfupi ashindwe kutuokoa, na sikio lake Mungu sio zito ashindwe kutusikiliza. Lakini anasema dhambi na makosa zinatufarakanisha sisi na Mungu, kiwango ya kwamba mpaka hataki kutusikiliza. Na hapa katika Hosea tunatarajiwa mambo ambayo naomba uyatafakari wewe. Mungu anataja kitu kinaitwa uongo, kwamba kuna mahala ameona tukidanganya wenzetu. Kuna mahala Mungu ametusikia tukipiga watu ukora, lakini na sisi tumenyamaza. Tunasikia tuko sawa mpaka tunajisifia. Nilimdanganya akanipa 500. Mpaka unawapigia wenzako story, nawaambia nilimpiga Kiswahili akanipa 200. Na sasa unatarajia kesho itakuwa nzuri. Hakuna kesho nzuri kwa mtu mwovu. Hata Mungu alimwambia Isaya, hapana amani kwa mtu mwovu. Hamna amani. There is no peace to a wicked person. Na anasema maisha ya mtu mwovu yanafanana na bahari iliyochafuka, haiwezi kutulia. Ni wakati wa kutubu kwa wale watu uliwadanganya wewe. Ni wakati utubu mzee kwa wale wasichana na wamama uliwadanganya, ndio maisha yako yawe sawa. Ni wakati msichana utubu kwa wale wanaume umedanganya, umewaambia uongo. Ni wakati utubu na ubadilike, ndio maisha yako yatakuwa sawa. Ndio mema ambayo unayatafuta utaona. Bidii bila utakatifu ni kazi bure. Kujituma sana bila kuzingatia mapenzi ya Mungu ni kazi bure. Kujitolea sana kimaisha ili hali tunadanganya wengine ni kazi bure, kwa sababu mkono wa Bwana utakuwa umezuiliwa kwa maisha yetu. Sikio la Mungu litakuwa limekuwa zito kwetu. Kwa hiyo vilio vyetu havitamfikia Mungu, maombi yetu hayatamfikia Mungu tukiwa tunaishi kwa uongo.
Ni watu wangapi wewe umewadanganya mpendwa? Ni nani anaweza kuwa mahali anateseka kwa sababu ya uongo wako? Ni nani anaweza kuwa kwa street saa hii na ni wewe ulimuita Nairobi na alipofika wewe ukahama? Ni nani anaweza kuwa saa hii mahali anahangaika because of your lies? Ni wanaume wangapi ambao ndoa zao zimeisha kwa sababu ya uongo wako dada? Wanaume ni wasichana wangapi ambao wameharibika, maisha yao yameharibika kwa sababu ya uongo wako? Unamdanganya, ukimpa mimba unaruka bei, unasonga barabara nyingine. Ndio unakuta wanaume wanafanya kazi kwa bidii na hakuna kitu wako nacho. Hata kwenda ushago inakuwa ngumu kwa sababu ya uongo wetu. Unamdanganya msichana, kumbe mwingine ameteseka kwa maisha, anatafuta mahali atatulia akae, wewe unamkuta unaanza kumdanganya. Anafikiria amepata mtu sasa angalau atatulia, kumbe ni barabara ya potholes. You break somebody's heart na unasonga mbele, na unatarajia huko mbele utaona mema. Haiwezekani mpendwa, ni ngumu sana. Mateso yatajaa, vilio vitajaa, na Mungu hatatuhurumia. Hauwezi kusababisha mtu ateseke na wewe uone mema, haiwezekani. Huwezi kusababisha mtu analia usiku na mchana kwa ajili yako na wewe ukaona mema, haitawezekana hata kidogo. Haiwezekani. Kwa hiyo ni wakati tuchunguze, ni nani huyo tumesababisha analia maisha? Ni nani huyo tumemdanganya? Ni nani huyo tumemwambia uongo ndio tumezuiliwa baraka? Ni nani huyo anateseka kwa sababu ya uongo wetu? Ni nani anaweza kuwa mahali analia kwa sababu ya uongo wetu? Ni vizuri mpendwa kujichunguza na ufanye haraka utubu na pia ubadilike. Usiendelee kudanganya watu ukifikiria uko salama. Wakati unadanganya umefanya mkono wa Mungu umekuwa mfupi kwako, kwa hivyo hawezi kukuokoa. Wakati unadanganya mwenzako umefanya sikio la Mungu limekuwa sito. Hata pasta kuombea na ulidanganya mtu, hawezi barikiwa. Hata umpe mhubiri shilingi ngapi, pesa ngapi, kama wewe ulidanganya mtu, pasta anakula vizuri, wewe unabaki na mateso. Sometimes we will just make preachers rich and remain poor and we go to hell. Kwa sababu na sisi wenyewe maisha tunayoishi huwa hatuchunguzi, na wala tumesahau ya kwamba kuna Mungu ambaye huwa anachukua rekodi ya kila mtu. Kabla uende kanisani kuombewa, Mungu alikuwa anakuona vizuri sana, na kila mahala umekubitia na kuona vizuri. And the preacher cannot convince God to help you when you are a sinner. Hawezi. Uliza Sauli. Samueli alilia machozi, na vile Mungu anapenda anakuwa anasongezwa na machozi, lakini Samueli alilia machozi, lakini Mungu alimkataa Sauli. Akamwambia Samueli, nilishamkataa Sauli. Wapenda, ni wakati tujichunguze. Shida zingine tuko nazo si mapenzi ya Mungu. Shida zingine tunapitia sio kawaida ya maisha, hapana. Kuna mahala Mungu anaona uovu. Kuna mahala Mungu anaona makosa fulani. Kuna mahala Mungu anasema aliona ukidanganya. Anaona ukidanganya. Na zaidi ya yote, ule uongo wako umemfanya mtu anateseka. Niambie, kama ulikopa kwa chama na ni fulani alikusimamia na wewe ukahama, sasa fulani ndiye anaambiwa wewe ndiye ulimsimamia, sasa wewe utalipa. Nataka nikuulize, wakati analipa hela ambazo hakuzitumia yeye, do you think God will bless you? Unafikiria Mungu atakubariki? Hawezi. Ni vigumu akubariki. Atakuachilia ndani ya mateso, atakuachilia ndani ya vilio, na usipotubu kwa mapema mwisho wake ni jehanamu ya moto. Lakini Mungu anasema hapendi mtu yote apotee. Angependa wote wafikie toba. Na ndio maana nasababisha jioni ya leo nasikia maneno haya, kwa sababu hapendi upotee. Angependa sana utubu, ili ya kwamba akubariki na akupe nafasi ya uzima wa milele.
Kwa hiyo unaposikia neno la Mungu usifanye moyo wako wa mgumu. Ukisikia neno la Mungu na wewe jifikirie uliishi wapi. Wengine wameshinda kulipa nyumba kwa sababu kuna mtu ulikaa kwake na wewe ukahama na pesa ya wenyewe. Na ulikuwa umeambia landlord akukujia weekend. Weekend ikifika wewe ukachomoka. Friday ukachomoka na usiku wa manane. Landlord akikuja Saturday saa 2 saa 3 anakuta nyumba yake ni vacant. Ndio maana unasemanga nikipata pesa, ikifika siku ya kulipa rent nakosa pesa. Siku zingine niko na pesa, lakini kulipa rent nimelemewa. Basi chunguza, ni wapi ulikaa na ukadanganya landlord ukahama na pesa. Inawezekana unapata na hiyo laana. Maana lazima akikuja kwa hiyo nyumba akuta ni vacant, kuna maneno lazima ataongea kwa hasira na lazima atakufuata. Lazima. Watu wengine unasema nimelemewa na madeni. Hasa niombee sana, nimelemewa na madeni. Ni nani ulimkopa na ukamdanganya na ukahama? Ni nani? Sometimes madeni ni kwa sababu kuna watu tuliwakopa na inawezekana kile tuliwakopa ndio kilikuwa tegemeo lao. Na sisi tukawadanganya na tukaondoka, tukaenda zetu. Tukasahau ya kwamba Mungu anatuona kila mahala. Na tunaweza kujificha watu, but we cannot hide from God. Wale mnasema madeni yamenilemea, ni nani ulimkopa na ukakimbia? Ni nani ulikopa na ukadanganya? Inawezekana alilia. Inawezekana na yeye aliteseka kwa sababu ya ile mkopo wako ulichukua na ukaenda nao. Inawezekana ndio maana na wewe mateso yamejaa. Madeni yanakulemea. That is why mpenda, we need to repent and change. The greatest solution to every problem is repentance and change. Lakini ndio kitu ambacho watu wengi huwa hawataki kusikia. Wanadamu wa leo wanataka kusikia mganga ndiye amekufunga. Walisema hutaoleka. Walisema hutaenda ng'ambo. Walisema hutajenga. Walisema hutafanikiwa. Hizo ndio injili ambazo watu wa leo wanataka kusikia. Lakini habari ya kwamba kuna kosa umeshiriki linakutesa, watu wengi hiyo injili hawaitaki. Lakini ndio injili inayoweza kukusaidia zaidi mpendwa. Injili kama hiyo ya kukuambia inawezekana kuna mahala umekosea, ndio maana unapitia haya. That is a gospel that connects you direct to God. Ndio injili ambayo inakuleta karibu na Mungu. Na ndio inaweza kufungua milango ambayo haiwezi kufungua maisha. But it's a gospel that most of us we don't like. It is a gospel that most of us we hate. Na that is why hata tukiombewa shetani anatupea half time, alafu tena anarudi. Unajua shetani anaogopa jina la Yesu. Lakini unajua kuku aliyelalia mayai na siku zimepita 21 na hakuyagua kifaranga. Ukimfukuza kuku aende nje, hata kama mlango utaufunga, jioni kuku atarudi. Na akirudi anajua mahali mayai alikuwa amelalia. Anaenda direct mpaka hapo. Akikuta mayai huku yatoa, analalia bado. Ndivyo shetani alivyo, anawachezea Wakristo wengi kanisani. Na wahubiri wengi. Wakihitaji jina la Yesu, mali na nguvu, shetani anajificha. Anatoka nje, nangojea mtu nje. Maana huyu ambaye anaombewa shetani ya muondoke, zile tabia za shetani hataziwacha, basi shetani analiogopa jina, anatoka kidogo, anapeana half time. Baada ya half time utatoka kanisani, mnakutana naye barabarani, anakurudia bado. Unasikia watu wengi wanasema basi unaniombea siku 2-3 mambo yanaharibika. Fukuza mayai kuku atalalia tena. Tupa nje. Ndio maana maandiko yanasema tutubu na tubadilike. Paulo Petro akawaambia watu repent and change. So that the times of repression will come into your life. Repent and be converted. Ndio nyakati za kuburudisha zitarudi katika maisha yetu. Mpendwa msikilizaji, tunateseka wakati mwingine kwa sababu kuna maovu yanafunuliwa mbele za Mungu. Kuna dhambi huwa zinafunuliwa mbele za Mungu kwa sababu yetu.
Na dhambi ya kwanza ambayo Mungu ameongea kutumia kitabu cha Hosea 7, amesema watu wanasema uongo. Na sasa hapo ndio tunajiuliza, ni nani tumemdanganya maisha? Ni nani mpendwa umemdanganya wewe? Ni nani ulimdanganya na ukasonga mbele? Inawezekana wewe unaona siku zilipita, lakini mpendwa, Yeremia 2 mstari wa 22 anasema hivi. Yeremia 2 mstari wa 22, sikiliza. Unaweza kusema siku zilishasonga. Hata hiyo ni kama walisahau. Watu wanaweza sahau, lakini mtu wa Mungu asahau. Dhambi Mungu asahau. Yeremia 2 basi namba 22 anasema, maana ujapojiosha kwa magadi na kujipatia sabuni nyingi, lakini uovu wako umeandikwa mbele zangu, asema Bwana. Hata tuoge mpaka tufanye plastic surgery ama tujiblishi ama ubadilishe jina. Ulipokuwa unakaa Kariobangi walikuita Deno. Ulipoambia mkuru kwa Ruben kwa maana ulifanya mambo pande ile, unakuja unasema mimi naitwa Sharif. Unabadilisha jina. Lakini Mungu anasema haya yote uovu wako anauonanga vizuri sana. Even how you can change your name. Na unaweza badilisha walking style. Na ukaanza kuvaa kofia mpaka usoni. Lakini unajificha watu, Mungu anakuambia anaona vizuri sana. Ule uovu wako anauona vizuri. Na kwa sababu hiyo, he is a loving God and a caring God. Kila wakati atakuwa na nia ya kukusaidia. Lakini ule uovu wako ambao ulimfishia utakuwa unainuliwa mbele za Mungu. Wakati ule uovu unafunuliwa mbele za Mungu, msaada wa Mungu unakosekana masaa. Tujichunguze wapendwa, na tuweze kutubu na tubadilike. Na kila kitu unachofanya ujue ya kwamba God is taking a record. Kila kitu unafanya unajua, ni vizuri uelewe Mungu anachukua rekodi. Na atalipa kila mtu kulingana na matendo yake. Na hakuna shortcut kwa Mungu. Hata upeana shilingi milioni ngapi kanisani, Mungu anarekodia matendo yako. Hata ulie machozi siku 2-3 mfululizo, baada ya hayo God has characters. He has a record of your deeds. Ana rekodi ya matendo yako. Ndio maana namwambia Yeremia waeleze, hata kama watajiosha kwa sabuni nyingi na wajipige hata marashi, wajisugue mpaka ngozi ibadilike, wakuwa na sura nyingine, lakini kama dhambi wamevichia, bado naziona vizuri. Hata mtu akivaa suti na tai na nguo nzuri ya bei kali, lakini dhambi yake ameivisha kwa watu, lakini si kwa Mungu. Mungu anasema anaiona vizuri sana. Na amemwambia Isaia mkono wake sio mfupi na sikio lake sio zuri, lakini zile dhambi na makosa zinafarakanisha sisi binadamu na Mungu. To the point whenever he is so merciful and pitiful when we suffer, he raises himself to help us, but the sins hinder him because he's a holy God. Anamwambia Hosea, nikitaka kumsaidia Israeli, ile dhambi inainuliwa, yale maovu yanainuliwa. Na dhambi ya kwanza aliona huko, aliona uongo. Sasa tena nasisitiza, mimi napenda kusisitiza mambo. Bado nasisitiza mpendo, ni nani ulimdanganya? Ni nani ulimdanganya? Na unajibia kufua saa kwamba nilimweza, nilimwosha, nilimpiga tanmidi, nilimpiga Kiswahili. Basi ndio maana maisha yako yatakuwa ni kuzunguka tu, hakuna mahali utapenya. Hata ukijaribu kupenya hivi, dhambi yako inakufunga. Bali anasema dhambi ni kama kamba. Dhambi ni kama kamba. Katika Methali 5, sikiliza. Methali sura ya 5. Bwana Yesu amsaidie sana msikilizaji mpendwa. Ni wakati wa kujichunguza. Kitabu cha Methali 5 mstari wake ni 21 na 22 nasema hivi. Proverbs 5 number 21 and 22. Kwa maana njia za mwanadamu ziko mbele ya macho ya Bwana,
na mienendo yake yote uitafakari. Maovu yake yeye yatampata mdhalimu, naye atashikwa kwa kamba za dhambi zake. Kumbe dhambi ni kamba, mpendwa. Ukitenda dhambi umejifunga kamba. Na unajua ng'ombe akifungwa kamba ni kumaanisha amewekewa limitation. Kwa hivyo hata kama nepe grass iko hapo karibu na kamba imefungwa, ng'ombe anaweza kuzunguka hapo tu na nyasi iko hapo. Sometimes we are just surrounding and complaining here and there, but the help is just near us. Ni kile kimetuzuia ni dhambi. Ni kama ya uongo tumejifunga. Ndio unakuta tunajaribu sana, unajituma sana, unakuta bado hujafanikiwa. Mungu anasema watu wanafungwa na kamba ya dhambi zao. Kamba ya dhambi inafunga watu mpaka ule uovu unawaangamiza. Ni wakati, mpendwa, tukate kamba ya dhambi. Ni wakati tukate kamba ya dhambi. Na jioni ya leo tafakari, ni nani ulimdanganya maishani mwako? Msichana ambaye unasema ndoa yangu haiko sawa, mama, inawezekana kuna mchumba fulani ulimdanganya. Mwanaume unayesema mimi maisha ya ndoa yalinikataa, inawezekana kuna msichana ulimdanganya, tena ulimpa mimba na ukaruka. Ni vizuri kufikiria. Na Yoeli 2:12 Mungu anasema, lakini hata sasa, nirudie, hata sasa, even though we have done some things ambazo zinatuletea punishment, but even now God is still calling us tuweze kumrudia. Na anasema tunarue mioyo yetu, tuwe wasi, tusiririe tushida, lakini tukumbuke yale makosa, tukumbuke wale watu tumewadanganya, tuweze kutubu. Mtu akakupea pesa kutoka ushago, ukamweleza vile Nairobi kuna vitu ya bei rahisi, akakwambia wacha nikupe hii pesa, ukifika Nairobi wewe ninunulie alafu nitumie. Ulipofika mjini, pesa mfukoni, simu kabzima. Ama ukaanza stories hapa na pale, hii vitu siku hizi haipatikani, lakini itakuja tu, story nyingi. Sasa ni mwezi wa pili. Hivi ndivyo tunafunga maisha yetu. Inawezekana wewe unanisikiliza na mtu alikutuma kutoka ushago mnunulie kitu, na wewe ulipiga kona, pesa ulikula, na sasa umeanza Kiswahili. That is why you will suffer until hellfire. You better repent and change. Hivi ndivyo watu wanafunga maisha yao. Mtu anakutuma na wewe unampiga Kiswahili yako, unakula pesa. Alafu unatarajia kesho kutakuwa na baraka. Unatarajia kesho kutakuwa na mema. Mungu amesema kupitia Suleimani, dhambi ni kamba inafunganga watu, hawezi kusonga. Ndio maana Methali 28:13 anasema afichaye dhambi hawezi kufanikiwa. Hawezi. Hata kama ameandikwa na serikali, hawezi fanikiwa. Mtu ameficha dhambi, hakuna mafanikio. Hata kama amesoma, ako na teknolojia ama taaluma za kwake, ujuzi wa kuzaliwa au kusomea, kama ameficha dhambi, hawezi fanikiwa. Hawezi. Lakini yule mtu ambaye anaziungama dhambi na anaziacha, anapata mpaka kibali, anapata neema mbele za Mungu, anahurumiwa tena, anarejeshwa mahali pa ushindi, anarejeshwa mahali pa baraka. Inawezekana kuna watu wanalalamika uliwadanganya. Inawezekana mzee, kuna mwanamke mahali analalamika ulimdanganya, ukamwestia maisha yake, na wewe uko huku unasema kwetu ni kama kuna maroho yananifuata, kwetu ni kama kuna maspiriti. Kumbe ni ile lawama inazungumziwa na ule mwanamke kukuhusu wewe ndio inakutesa. Kumbe ni yale maneno ule msichana analalamika, akiona ule mtoto ulimzalisha na ukakimbia, akimwona akianza kusumbua, anaanza kulalamika kwamba ulimpachika mimba na wewe ukaruka, na vile ulikuwa umemwambia utamuoa, lakini uliposikia ako na mimba ukaruka, anza kusema alikuwa na wengi.
Sasa wakati ambapo anamtazama yule mtoto masaa ya mahitaji, anaanza kucomplain kwa ajili yako, you can never succeed. You will never. Mkono wa Mungu unazuiliwa kwako. Sikio la Bwana linakuwa zito. Sasa mema yako yanaondolewa. Kama ulikuwa umejipanga kabisa, sasa ni masaa ya kusonga hatua nyingine. Ni kama ng'ombe huwa anajipanga sana, anaona kuna mahindi pale kwa fence, ng'ombe anajipanga, lakini kwa bahati mbaya amefungwa kamba. Akienda kujivuta kule mahindi, anastuka kamba inaanza kuharibu shingo la ng'ombe. Ndivyo ilivyo maisha. Dhambi inakuwa kama kamba kwenye shingo ya ng'ombe. Hata kama amefungwa karibu na mahindi, hawezi kula. Tunaweza kuzingirwa na mema, lakini dhambi tulizotenda zikatuzuilia kufurahia yale mema. Na tukaendelea tu kupiga kelele tu hapo. Ng'ombe unamkuta anapiga tu kelele, lakini nyasi iko hapo karibu. Ni vile kamba imefungwa. Hawezi fika hapo. Dhambi ni kamba, mpendwa. Ni nani ulimdanganya wewe? Hata kanisani unaenda, wewe kiongozi wa ibada au mwimbaji mwenyewe kabisa, wamekupa cheo kanisani, mwalimu wa watoto, lakini kuna mtu na wewe ulimpiga ukora na umenyamaza. Abichaye dhambi hawezi fanikiwa. Mungu anasema hata tujioshe na magadi na tujipatie sabuni nyingi, Mungu anasema dhambi bado anaziona, na akiziona zinatufarakanisha na yeye. We cannot see his help. This is the time to examine ourselves and also to repent and change. Na kama kuna uwezo yule ulimdanganya, kama ni kitu cha kurudisha, urudishe. Kama haiwezekani, omba msamaha. Omba msamaha, mpendwa. Mtu anayeshuka anainuliwa, anayejiinua anashushwa. Kuna wale wanasema ni mwombe msamaha atalipea nini? Ni kweli hana cha kukupea, lakini sheria ya Mungu ndio kila kitu. Na hakuna aliyevuka sheria ya Mungu akafanikiwa. Hata Nebukadneza alikula nyasi. Sasa wewe utakuwa nani? Wewe utakuwa nani? Na Nebukadneza alikula nyasi. Farao alishtuka firstborn amekufa, kwa sababu maneno ya Mungu amekuwa akiyaruka. Akashtuka usiku mmoja firstborn amekufa. Akakubali when it is too late. Maana sasa kumeharibika Misri, vyakula vimekuliwa na nzige, kila kitu kimeharibika mpaka firstborn amekufa. Some people are like Pharaoh, wanangojea extreme problems, shida ziwafikishe kabisa ukutani, ndio waseme sasa niko tayari nitasema ukweli. Na hiyo masaa, mpendwa, Mungu anakuanga ameondoka. Ni wakati tubadilike mapema mbele. Na wale watu tuliwadanganya, tuombe msamaha, na kama tuna uwezo wa kurudisha vile tulidanganyana, turudishe. Tutengeneze uhusiano wetu na Mungu. Ndio tukiweka bidii hatutakuwa na aibu. Tukitaka mema hatutazuiliwa. Na Mungu akikusudia kutubariki hatazuiliwa. Kwa sababu kuna wakati Mungu huwa anakusudia kubariki mwanadamu, lakini anakuta mwanadamu alifanya makosa na amefunika na amenyamazia. Anasikia mimi niko sawa. Bali anasema wale wao wanaomficha Bwana mashauri yao na matendo yao yako gizani. Maswali mawili wanauliza. Namba 1 wanauliza nani alituona? Namba 2 wanauliza nani atujuaye? Unasahau hata kama mke wako hakukuona, Mungu alikuona na anakujua. Unasahau hata kama jirani hakukuona, lakini Mungu alikuona na anakujua vizuri. Tena amekuchora kwa kiganja cha mkono wake. Na ile pumzi iliyo ndani yako ndiye Mungu anaitumia kukuni. Maria anasema the breath of life is like a lamp of God in our life. Ni taa ya Mungu maishani mwetu. Wakati unapumua hivi, hiyo ni taa ya Mungu. Anakumulika vizuri sana. Mahali uko anakuona. As long as you are breathing. Hiyo ni kama taa ya Mungu, anakumulika. Sisi mpendwa, ni mangapi umefanya na unasema hakuna mtu aliniona? Unasema hakuna mtu alijua.
Mungu akiwa mbinguni alikuona na najua, na anakuambia msaada umeuzuia wewe mwenyewe, mema umeazuia wewe mwenyewe, amani ya ndoa yako umeizuia wewe mwenyewe, kwa sababu hata wengine umeoleka na unamdanganya mwanaume au kijana wenyewe, unamdanganya wewe ujaoleka na uko ndani ya ndoa, unakula pesa mwezi mmoja unaruka sasa vizuri. Basi mtu anaanza kulalamika, anaanza complain, kwa nini hakuniambia? Sasa nimewaste muda wangu, pesa zangu wamekuwa akikula, haki Mungu tu atamlipa. Akisema hivyo na Mungu anajua kulipa. Hapo ndipo sasa unakuta ndoa yako inaanza kuingia visirani. Unaanza kusema sijui mzee wangu alibadilikaje, sijui mambo yalibadilikaje. Unasahau yule mtu ulimdanganya. Ni wakati wapenda tutubu na turudie Mungu, na pia tunapofanya mambo tusisahau kuna Mungu juu. Mtu mmoja alisema ukiangalia kushoto usione mtu, uangalie kulia usione mtu, na uangalie mbele usione mtu, uangalie nyuma usione mtu. Alisema usisahau kuangalia juu, kuna mwingine yuko juu. Na watu wengi wanasahau kuangalia juu. Wajua kuna yule ananiona na mimi simuoni, ako juu, ameketi kiti cha enzi, anakuona vizuri sana. Sasa ukiangalia surrounding uone hakuna mtu anakuona, don't forget to look above. There is God who is looking at you and is taking a record of what you are doing. Ndio maana namwambia Hosea, ninataka sana kumsaidia Israeli, lakini ule dhambi ya Efraimu na ubaya wa Samaria unainuliwa. Kwa nini? Akamwambia nimeona wakisema uongo. Jambo lingine sikiliza. Hosea 7. Kasema nimeona wakitenda uongo. Na jambo linasema mwizi huvunja nyumba za watu. Mwizi huvunja nyumba za watu. Inawezekana wewe ni mmoja wao. Mlivunja nyumba ya fulani, mkaingia mkabeba kile mlibeba, na mkauza mkagawana, hiyo story mkasahau hivyo. Mbinguni Mungu hakusahau. Hakusahau. Unaenda kutembelea beshte yako, unakuta ni kama hayuko. Unabishabisha hodi, unakuta ni kama hayuko. Unafungua pasia, unaingia ndani, unapata ni kama hayuko. Hapo mezani kuna hela, kuna simu hapo, unapita nayo, unaenda zako. Ukisikia ati mtu anasema nilikuwa tu nimeenda dukani nikapata nimeibiwa, inawezekana mwenye aliiba ni rafiki yako. Alikuja akapata la huko, akajishindia ya kwake. Inawezekana wewe umeshaifanya mambo kama hayo. Unahesabika miongoni mwa watu walioiba kwa nyumba za wengine. Ni vizuri wapendwa tutubu na tuweze kubadilika. Mwingine unakaribisha kwa wenyewe, akiingia nyuma ya pasia kuletea kachai, na wewe kumbe kumacho ilikuwa imeona kitu pale kwa meza. Akienda nyuma ya pasia kuleta kachai, na wewe unaweka mfukoni, unatulia nayo, unatoka na kitu cha wenyewe kwa nyumba ya wenyewe. Unasahau macho ya Mungu yamekuona vizuri sana, na amekuhesabu miongoni mwa watu walioingia kwa nyumba za watu na wakaiba. Sasa hivyo ndivyo baraka zimezuiliwa, hivyo ndivyo mema yamezuiliwa, hivyo ndivyo ushindi umezuiliwa, hivyo ndivyo mafanikio yamezuiliwa. This is the time to repent and change. Kama uliingia kwa wenyewe ukachukua kitu, ni inawezekana hukuonekana, lakini Mungu alikuona. Ulitembelea mwenzako na ukaona kitu kinakupendeza, badala wewe tu uombe ama ungojee siku yako ifike ununue, uliweka mfukoni. Wako watu wengi sana akitembea kwa wenyewe, akiona kuna kitu kinampendeza anapicha mfukoni. Tamaa mbaya. Ni mara ngapi wewe umetembea kwa wenyewe na ukakuta kuna kitu kinakupendeza na wewe ukapita nayo? How many times? That is the reason as to why your blessings are captured. No matter how hard you work, you can't prosper. Kwa sababu ule wizi ulifanya unakuzuilia mema. Kwa maana hata 10% tukishafanya hivyo, we don't repent. Kwanza ndio tunajipiga kifua. Najifanyanga ati yeye ni mnoma, si nilipita nayo. Mbona hakuona?
Mbona kujua? Sasa Mungu akitarajia utatubu. Sikiliza vile alimwambia Yeremia. Yeremia 8, sikiliza. Yeremia chapter number 8, verse number 6. Neno la Mungu linasema hivi. Nilisikiliza nikasikia, lakini walisema yasiyo sawa. Hapana mtu aliyetubia maovu yake akisema nimefanya nini. Kila mtu hurudia mwenendo wake mwenyewe kama farasi aendavyo kasi vitani. Mungu anasema anasikiliza, asikia kama unatubu. Anakuta you don't repent, unasema yasiyo sawa. Na zaidi ya yote unarudia ule mwenendo kama farasi aendavyo vitani. Kwamba sasa anasikia unajisifia mahali unasema mimi nilipita nayo. Taniona kuna nyingi sana nikapita na moja. Mungu akitarajia you feel sorry for what you have done. Na to make the matter worse, unaibia mpaka rafiki yako. Mwingine mtu anakusaidia makao, ukae kwake ukijipanga na wewe unamuibia. Unatoka na vitu zake. Alafu unatarajia kuna baraka. Wengine mpaka wanaiba chaja ya simu. Chaja ya simu unaibia rafiki yako. Chaja ya simu unatoka nayo kwa rafiki yako. Chaja ya shilingi 100, 200. Na uko na miaka ngapi? Mungu amesema tunaweza ishi 80 ama 70. Wewe uko na ngapi? Mtu ako na 30 years ameiba chaja. Sasa 40 years ni ya mateso, ni video. Laana mpaka kuzimu. Vitu vingine mpendo ukifanya, fikiria mpendwa. Kuna Mungu mbinguni anakuona, na yeye ni Mungu ambaye anachukia dhambi. Is a God who hates sin. Na mahali dhambi ziko hawezi kusimama asaidie mtu. Mahali dhambi ziko Mungu yeye huondoka na hawezi tetea mtu. Anaondoka na anaacha mtu ndani ya vifungo na mateso. Ni vizuri mpendo tufikirie na tujitafakari, na mahali ambapo tumeshiriki mambo kama haya ninataja ni wakati wa kutubu. Matendo ya Mitume 17 mstari wake ni wa 30. Maneno ya Mungu yanasema hivi. Matendo ya Mitume 17, sikiliza. Mstari wake ni wa 30. Neno la Mungu linasema hivi. Anasema basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama azioni, bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu. Zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama azioni. Anasema lakini sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu. Basi wewe unasikia injili hii. Ni agizo la Mungu utubu. Ndio angalau mema yaliyozuiliwa kwa maisha yako yafunguliwe. Ndio angalau mazuri ambayo yamezuiliwa yafunguliwe. Inawezekana uliingia mahali na ukaiba kitu. Ama mlishirikiana na fulani mkaenda kwa nyumba ya fulani mkapita na vitu. Wengine ni wakora sana, unatembelea mtu unachukua kifunguo yake moja. Ukiona funguo yako moja imepotea, tafadhali tupa kufuli. Inawezekana rafiki yako ni mwizi. Amechukua moja ndio sasa bidhaa ikifika atarudi na achukue. Ndio unakutanga mtu alifunga nyumba, ilifunguliwa na ikaibwa tena ikafungwa. Chunguza marafiki zako. Inawezekana kuna mmoja mkora hapa. Akiingia kwa nyumba ya wenyewe anaangalia funguo mahali sipo. Anatoa moja. Anakaa kama mwezi mmoja unasahau. Unatafuta funguo unasahau. Siku moja anakuona ukitoka, anarudi na yeye anaifungua. Na maana watu wanamjua ni rafiki yako, hata mtu anafungua kwa wenyewe kwa nini? Yeye anafungua. Na anatoka na kitu. Kama ulifanya mambo kama hayo nataja, you need to repent and change. Kwa sababu uko mbele hakuna baraka utaziona. Hakuna mafanikio utayaona. Mungu anasema watu wanapoingia kwa nyumba za wengine wanachukua vitu vyao. Watu kama hao hawezi kuona wokovu wa Mungu. Wameshazuiliwa msaada wa Mungu. Au wameshajizuilia wao wenyewe. Maana Mungu hazuiliki. Amesema yeye mkono wake sio mfupi. Sikio lake sio zito. Mungu hazuiliki. Lakini dhambi zinamweka Mungu limitation. Anaweza kutaka kusaidia lakini zile dhambi zinakufunga. Maana kwa mfano kama uliingia kwa wenyewe na ukatoka na kitu, wenyewe lazima kuna maneno ataongea. Kasema kwa sababu mtu huyo sasa amenipea tena hasara gani?
huyo mtu hata Mungu tu amuone. Hiyo neno peke yake inafunga maisha yako. It blocks the blessings of your life. Unakuta kama mambo yalikuwa mazuri yanaanza kuwa mabaya. Na hivi ndio vitu watu wanafanyanga, wanachukua simple sana. Vitu simple. Unaingia kwa wenyewe unatoka na kitu. Unaona ni kitu rahisi sana. Kumbe mpendo, haya madogo tunayasahau. Suleimani anasema, kiimba nyimbo anasema, mbweha wadogo wanaharibu mizabibu. Unajua kama umepanda maharagwe kwenye shamba, ukimfunga kuku asiharibu yale maua, pia vifaranga ufunge, kwa sababu vifaranga pia ni kuku tu. Unaweza kufunga kuku useme sitaki kuku aharibu maharagwe, kumbe vifaranga pia ni kuku wadogo. Utakuta nao pia wamekula hiyo maua yote, maharagwe yote imeharibika. Kwa yale mambo madogo tunafanyanga na we assume, na tunaona kana kwamba sio makosa, ndio asilimia kubwa yanatufungianga baraka. Ndio kwa asilimia kubwa huyo anatufungia mema. Na neno hivi ndio na wewe jichunguze mpendwa. Tujichunguze sote na tuweze kutubu. Unaweza kudanganywa na marafiki zako. Wanaweza kukupata offside. Yaani masaa hauna kitu. Masaa umekaukiwa na rafiki yako, kumbe ni mwizi kivyake. Anakuambia kuna mahali tumepata dili. Kuna nyumba iko mahala iko free. Twende tukachukue kangasi tukauze, tujisaidie. Na hiyo masaa kumbe ndio umekauka. Sasa unakuwa enticed. Unaenda na rafiki yako, mnaingia kwa wenyewe, mnachukua ngasi, mnaenda mnauza, mnagawana. Hiyo ni kujirani. Maana hata mwenye ngasi akiingia kwa nyumba ikute ngasi hakuna, neno la kwanza ni laana. Lazima. Kwa ule uchungu lazima atatamka vibaya. Ni kwa sababu kweli ni dhambi imefanyika, ile laana lazima itafuata mwenye amebeba. Kama ulishawahi shiriki mambo kama hayo, ni wakati utubu mpendwa. Ni wakati utubu. Ama wewe mwanamke fulani walikosana na mume wake, anakuambia wewe ukuje nitakupa hiyo TV. Uje masaa fulani nitakupa hiyo TV, ama nitakupa hiyo kitu fulani. Na wewe ukaenda kwa nyumba ya wenyewe, wakakupea kitu, ukatoka nayo ukaweka kwako. Ujue ulijirani mwenyewe. Ulijirani wewe mwenyewe. Kwa sababu umeshahesabiwa miongoni mwa watu wanyang'anyi. Sasa kuona baraka ni vigumu. Kama ulishawahi shiriki hayo, you need to repent and change. Ndio maisha yako yasizidi kuwa magumu mpendwa. Usipande mlima na ufike kileleni. Watu wanapandanga mlima na they don't arrive at the top of the mountain because wamevutwa na kamba. Kuna kamba inawavuta. Kwa hiyo wanajaribu kupanda mlimani. Yaani maisha wanajaribu kabisa mbinu zote, angalau watoboe, wajikute mahali pa mshindi, lakini kamba ya dhambi inawafunga. The more they try, the more they are pulled backward. Siku ya leo mpendwa, kata kamba ya dhambi. Ndio ukianza kujituma, hata Mungu atakuunga mkono. Ukianza kuweka bidii, hata Mungu atakuunga mkono. Ukijitolea kabisa maishani, hata Mungu atakuwa na sababu ya kuunga mkono. Sasa kama kuna mahali mlishirikiana na fulani, mkaingia mkachukua vitu kwa nyumba ya wenyewe, ama mtu alikuita akwambia wewe kuja nikupee, alafu wewe utoke nayo, basi ujue mbinguni Mungu anakuhesabia dhambi. Na kwa sababu ya hiyo mkono wa Mungu ni mfupi kwako. Kwa sababu ya hiyo msaada wa Mungu usikubona. Ni wakati wa kutubu na kubadilika. It is time to repent and change. Ndio tuweze kuona the help of God katika maisha yetu. Fikiria mpendo. Ni wapi mliingia mkachukua vitu za wenyewe? Ni wapi mliingia mkachukua vitu za wenyewe? Wale watu mnapendaga maandamano. Mnafuata msafara wa maandamano, mkipita karibu na nduka mnachukua vitu. Ni laana kubwa. Big curse. Kama unajua ulishaifanya hivyo, wewe umelaaniwa. Repent. Tubu. Unadanganya ni kuandamana, mnaandamana na kumbe mnapita hivi, mkipata mtu alikuwa ameacha duka wazi, mnachukua mkiendanga. Na mnaona kama ni kitu cha furaha sana na cha kushangiliwa sana. Kumbe mpendo unabeba laana maishani. Wanaambia watu we can share sin but we cannot share punishment.
When the time of punishment come, you will be alone. Ile msafara wa maandamano mlikuwa mnafuata mkisema tuchukue. Masaa utaanza kuteseka, hautakuwa ndani ya msafara, utakuwa peke yako. Mwaka ni mpya bado, mwezi ni wa pili. Kama unajua mlishawahi fuatana kikundi cha maandamano na ukachukua vitu ya watu, utubu mapema kabla Mungu akuondokee, kwanza kuteseka. Usimange ni laana ya ukoo, kumbe ni laana ya maandamano ya kuchukua vitu kwa nyumba za watu. Bwana Yesu amsaidie sana na nisikilize. Ni wakati wapenda kujichunguza na kujifikiria na pia kutubu na kubadilika, ndio tuweze kuona msaada wa Mungu maisha. Na Mungu aliyetuumba hakuna lisilowezekana, na hakuna lile linamshinda Mungu. There is nothing impossible with God. But what is hindering our help from God is our sins. Na to make the matter worse, Mungu anasema anasikiliza asikii watu wakitubu. Kile tunafanya sana ni kucomplain na kulalamika. Ni ile kulalamika na kulaumu. Complaining and blaming. Hiyo ndio kazi ya mwanadamu wa leo. Kazi yake ni kucomplain na kulaumu mtu fulani. Lakini hawezi kufungua roho yake atubu. Akumbuke vile alifanya atubu. Aseme hata unawezekana ile vile tulichukua kitu ya fulani ndio maana nateseka. Mwanadamu ana hiyo wazo. Kufikiria asema ama ni vile tulichukua mali ya fulani ndio mambo yangu ni magumu hivi. Angalau apige magoti alilie Mungu, amwambie Mungu, niko ujinga wangu tu, nisamehe na unisaidie. Wapi? Hata wakati mwingine Mungu anasubusha mawazo yako, unakumbuka vile mlifanyia fulani. Mungu anatafuta vile utatubu, lakini anakuta wewe ni umekauka. Hata ukikumbuka vile mlifanyia fulani, hiyo unasema hiyo ilikuwa siku hizo, hata ilipita na wakati. Kumbe Mungu anasababisha ukumbuke ndio uelewe, hiyo ndio inafanya unateseka. Secondly, you can repent, ndio sasa upate kuona msaada. Ni mambo ngapi ambayo unakumbukanga mlifanya mkiwa kikundi? Ni mambo ngapi wewe unakumbukanga mlifanya mkiwa kikundi? Lakini ukikumbuka you assume. Haupige magoti utubu, wewe una assume. Unasema hata siku zilipita, hiyo ilikuwa zamani zile. Bali siwai utakuta kwamba tunang'ang'ana sana lakini tunakuta we are the same place. Wanaita wengine stagnation. Unajaribu kabisa, unajituma, unakuta madeni yaishi, bado inaongezeka tu. Kumbe wakati mwingine ni kamba ya dhambi imetufunga. Ni wakati mpendwa ujichunguze. Ujichunguze. Kama haya nataja ulishahusika, ni wakati wa kutubu. Na uwe wazi mbele za Mungu wako. Uwe wazi mbele za Mungu. Kama uliingia kwa nyumba ya mtu mkachukua vitu, umwambie tu Mungu, ni muhimu ni mmoja wao. Tuliingia kwa nyumba ya wenyewe tukachukua vitu, nisamehe makosa haya. Na ulibadilishe, na Mungu naye atakusaidia. Kama mtu alikudanganya kuja nitakupea, wewe kuja ungojee pale kwa mlango, mimi natoa na kupea, alafu tutajua ile tutafanya. Basi wewe umesaidia mwishi. Sasa Mungu hawezi kubariki. Hata kama mwanamke amekosana na mume wake, usiwahi msaidia kuiba vitu vya nyumba yake. Na nakupea wewe ukisafirisha, maana wamekosana na mzee. Kama ni zake basi siangoje mzee wagawane kama anataka kwenda. Kwa nini anangoja mzee ameenda na kuambia wewe kuja nitakuwa nakutolea ukipeleka? Ukikubali mambo kama hayo, umehesabika miongoni mwa wale waliingia nyumba za watu wakatoka na vitu. Sasa Mungu atakapotaka kusaidia, hiyo ni kamba ya dhambi itakuwa inakufunga. Msaada wa Mungu utakuwa unasuliwa. And that is how you will complain na kusema maisha yangu sijui nini vinafanyika. Kumbe mpendwa, uko nyuma kuna mambo tumefanya. Ni wakati wa kutubu wapendwa. Ni wakati wa kutubu. Ndio tuweze kuona msaada wa Mungu maisha. Ukiteseka si kwamba Mungu anafurahia ukiteseka. Hafurahi kabisa. Ukihangaika si ati Mungu anapenda ukihangaika, hapendi. Lakini tatizo ni kwamba sisi tumefanya mambo fulani na tumenyamazia. Tumeshiriki mambo fulani na sisi we are just quiet.
Hata Mungu akisikia ukiongea na pasta, anafikiria utamwambia pasta ukweli wako. Wewe unaanza kuambia tu pasta shida zako. Kipasta anateseka haki. Kipasta unikumbuke tu akinahangaika, napitia magumu. Mungu anafikiria sasa utafungua moyo, useme ukweli. Anakuta umeongea tu mambo hakuna. Ile ukweli umebaki nayo. Sasa hapo unakuta hata pasta alikuombea Mungu hawezi kusaidia kwa sababu Mungu ni mtakatifu. Imani kuna uovu, hata kama anataka kusaidia ule uovu unamzuia. Hawezi. Hata kama pasta amekuombea kwa imani, lakini kumbe na wewe umeficha dhambi. Kuna mambo mlishiriki na umenyamasia, haukusema, you never confess. Hata kama mhubiri atakuombea kwa imani, basi ujue imani bila matendo imekufa. Na kitu kimekufa hakiwezi saidia mtu. Bwana Yesu akusaidia sana na nisikilize. Hata ukisema niko na imani, wewe pasa niombe tu niko na imani Mungu atanisaidia. Imani bila matendo ujue imekufa. Sasa pia weka wazi moyo wako. Ukiambia pasa shida zako, pia mwambie kosa lako. Mwambie ulifanya nini. Ndio kama atakuombea basi Mungu aone mtu alijiweka wazi. Ndio hapo sasa kutakuwa na urahisi wa kusaidika. But when you just talk about your problems, but you still conceal your sins, then the help of God is still far from you. Msaada wa Mungu bado unakuwa mbali na wewe, huwezi kufikia. Mwaka huu mpendo, tubadilike. Tuongee ule ukweli ulio ndani yetu. Yale tumeshiriki yasiyofaa tuweke wazi. Tutubu kwa haraka. Ndio tuweze kuona msaada wa Mungu. Ndio tuweze kufikia kuona baraka. Ndio tuweze kufika kuona ushindi. Jambo lingine hapo Hosea 7, jambo lingine ambalo Mungu anasema aliona. Anasema kuna kundi la wanyang'anyi kushambulia nje. Kundi la wanyang'anyi kushambulia nje. Swali la 3 mpendwa. Inawezekana kuna mtu mlimnyang'anya mahali. Mkiwa wanasema duniani rende. Bogi ya wazee fulani. Kikosi cha vijana mkamngojea fulani pale kona. Mkatoa mkamnyang'anya pesa. Mkamtoa viatu. Mkamwacha nisha hapo. Basi usipotubu kwa mambo kama hayo, huwezi kuona ushindi. Ni ngumu. Huwezi kuona mema mpendwa. Hata kama utatafuta matendo yale umetenda yatasuia yale mema. Nadhani sometimes tunafanyanga mambo na bila tunafikiria ni kawaida tu. Mnaunganika mnamngojea fulani barabarani. Mtu anakuambia ama kuna pesa yangu. Nataka tumngojea hapa, asipotupea tumnyang'anya simu. Tumnyang'anya kitu fulani. Na wewe unakubali. Na hujui kama ni ukweli ama si ukweli. Wewe unakubali, unaingia ndani ya msafara, mnamngojea mtu mahara. Mnampiga, mnachukua simu, mnaenda mnauza, mnagawana. Alafu wewe unapanguza mdomo chini kama kuku, unasahau. Miaka inasonga unasahau. Kumbe Mungu wako sahau. Anasema hata mtu aoge, akujipake sabuni nyingi, uovu wake Mungu bado anauonanga. Mbele za Mungu tu anaonanga, ndio hapa imeandikwa bado. Inawezekana mpendo umeshashiriki mambo kama mkaunganika na watu mkangojea mtu fulani barabarani mkamnyang'anya. Inawezekana ama ulinunuliwa. Mwanamke akakosana na mzee wake. Akawapea 50 mngojea mzee barabarani na kuanga mlevi mkampiga pia mnyang'anya kila ako nacho. Na wewe ulikubali ukashiriki mambo kama hayo. Hiyo ndio laana inatesa watu pia maishani. Ni wapi mpendo ulishiriki mambo ya unyang'anyi? Ni wakati utubu. Ni wakati utubu. Ndio uweze kuona msaada wa Mungu. Ama wengine mmenyang'anya mtu na Kiswahili. Mkanyang'anya mtu na Kiswahili. Mkafanya na mtu kazi. Mkajitenga watu watatu.
Mshahara ilikuwa shilingi 1,100, mkajitenga mkasema tumpe 200. Wengine tumwambie ngoje hawakutulipa yote. Na hivyo ndio mlinganya mwenzenu. Akaanza kuuliza, wewe akikuuliza yeye unamwambia uliza fulani. Akiuliza fulani na uliza fulani. Mkaanza kumzungusha hivyo, akafika mahali akasarenda, akasema acha niachane nayo. Lakini Mungu mbinguni hakuachana nayo. Ameandika hiyo kosa mbele zake. Kila saa ukitaka msaada anaona ile kosa lako. Sasa msaada unasubiriwa. Ni wakati wa kutubu mpendo. Na pia kubadilika. Kama mnafanya na mtu kazi, vile mshahara umetoka mpendwa, kuwa mwaminifu. Dunia hii tulikuja bure. Hata nguo utakazikwa nayo itakuliwa na mchwa. Mchanga utaimaliza. Kama mnafanya na mtu kazi, waje tamaa mbaya. Wewe msimnyang'anye mwenzenu. Msinyang'anye mwenzako kwa sababu tamaa zako. Hakuna pesa inashawahi tosha mtu. Hakuna pesa unaweza pewa utosheke. Hakuna. Hata upewe ngapi utakuta bado mahitaji yamezidi hiyo pesa uko nayo. Kwa hiyo mkifanya na mtu kazi, wewe mpe kile cha kwake. Ile yako hata kama ni kidogo, wewe tosheka. Siku zikisonga Mungu atafungua milango. Usiunganike na wenzako, mkupiga mwenzako ukora, mnyang'anye mwenzako. Na amefanya kazi. Hiyo ni hatari kabisa mpendwa. Ni laana inakujaga maisha. Kwa sababu what goes around comes around. Huyo mtu mnaweza enda hivi kuapige mahali ajue vile mlikuwa mnalipwa. Bali lazima ataongea. Nasema kwa hivyo walinyang'anya tu. Sawa, Mungu tu awaone, nimemwachia Mungu. Kama waliona walinyang'anya na vile ni marafiki zangu. Sasa unajua akisema hivyo Mungu naye halali. Akisikia hivyo anakuja kwako kukubali. Hapo ndio nakutanga maisha kama yalikuwa yanaenda vizuri yanaanza kuharibika. Kama mama yalikuwa yanaenda vizuri unaanza kukuta mashida. Kwa sababu mashtaka yametokea mbinguni. Ni nani mlifanya naye kazi na wewe mkamnyang'anya? Inawezekana mpendwa. Unahesabika miongoni mwa wanyang'anyi. Mkafanya na mtu kazi na wewe mkaunganika mkamnyang'anya. Hata wengine nakuta mmeingiwa na unyama, ushetani, mnamkausha pesa yote, hata shilingi ya mkumpea. Mlianza kumzungusha wao huyo bosi alikataa na pesa, alikataa na mshahara, kumbe nyinyi mlipewa, mkakula. Na wewe mwingine mkamdanganya kwamba yeye bosi alikataa na pesa. Mpendwa, hiyo ni hatari. Inawezekana mambo kama hayo inawezekana mnapanga mfanye next week. Usikubali mpendwa. Ambia wenzako hiyo ni kujinani. Tutosheke na ile yetu, tungojee baraka za Mungu. Tusijibariki na tulaumiwe na Mungu. Ni vizuri kutosheka na ile yetu na tungojee the blessings of God. Na Mungu na yeye anasema tukinyenyekea chini ya mkono wake ulio hodari, atatuinua kwa wakati wake. Na wakati wa Mungu ukifika, akiamua kukuinua, hakuna mtu atazuia. Yusufu alipokuwa njera, Mungu akataa kumuinua, njera haikumzuia. Hata kama ako kwa wenyewe hakuzuiliwa. Baraka zilimkuta huko na akabarikiwa the same place. Bila kitambulisho cha Egypt. Bila family member huko Egypt. Lakini kwa sababu ni mtu ambaye amejilinda, baraka zitakamfikia. Suleimani anasema bahati umpata kila mtu. Lakini wakati mwingine bahati inawapata wengine kwa dhambi. Sasa hawezi kusaidika. Bahati inawapata wengine na mashtaka. Kwa hiyo hawezi kusaidika. Unaweza kuta mtu alipata 100,000 zimeisha hata ushago. Nyumba kama bahati moja hakujenga. Na alipata 100,000. Lakini kwa sababu mashtaka yako mbinguni, hizo hela zinaenda kama upepo, zinaisha, anarudia maisha yake ya mateso bado. Na mkuta alikuwa na 100,000 tena amerudi mpaka hata nyumba hana. Anaanza kutangatana na Mungu. Ni kwa sababu gani? Ya kamba ya dhambi. Dhambi ni kamba, hata upate nini itakufunga tu bado rudi nyuma. Hata ng'ombe ya kiume iwe iko na nguvu sana, wakifunga kamba kwa zile pembe, hakuna mahali inaweza enda hata kama iko na nguvu. Wakivuta mara moja tu hivi, hiyo kamba imefanya hiyo ng'ombe imeisha nguvu kabisa. Hata kama iko na nguvu gani. Kama wameweka pembe,
Wakivuta tu mara mbili hivi utakuta ng'ombe imesalenda, maana ile uchungu unasikia haiwezi endelea. Hivyo ndivyo ilivyo. Ayubu anasema hatua za mtu mwovu ama mtu mwovu, hatua zake za nguvu huwa zinasongwa. Hatua zake za nguvu zinasongwa. Ana invest mahali kila kitu, alafu anakauka kabisa. Nani wanasema duniani ni kuchomeka, anachomeka kabisa. Ni kwa sababu gani? Kuna mashtaka yametolewa mbinguni. Kuna kamba ya dhambi mfunga mtu huyo. Ni wakati mpendo tufikirie. Ni wakati tukitafakari. Na kuna mambo unakumbukanga wewe unayenisikiliza. Kuna mambo unakumbukanga ulifanya, but you don't repent. Wewe unakumbukanga unasema hizo ni siku za kale. Kumbe wakati mwingine Mungu anakupenda, anakuhurumia, anaona acha akukumbushe vile ulifanya. Angalau unaweza kutubu. Anakuta wewe umekumbuka ukasema hiyo ilipita. Kuna hiyo hata sijui nakumbuka nini vitu za kale. Kumbe ni Mungu anaona huyu mtu anateseka, acha nimkumbushe kitu alifanya, angalau anaweza tubu nimsaidie. Unakumbuka hata wengine mpaka unaota vile mlipiga fulani. Mungu anakosa vile mlimpiga aligonjeka na akakufa. Naona ule jamaa mlipiga alikufa. Unaota usiku. Asubuhi inakuwa ni story. Naambia wenzako, unajua yule jamaa ni kama alikufa. Mlijua mahali alienda? Unajua ni kama alikufa. Kumbe Mungu alikuwa anakupenda wewe. Ameona wacha kuotesha hiyo, angalau utubu. Ndio sasa maisha yako yasiharibike. Anakuta wewe umekumbuka, umeota hiyo ndoto, lakini badala utubu unaenda kutafuta wenzako wapigie story. Look at how God is so loving. Na vile na sisi we are so foolish. Hata basa anatubembeleza, anatuvutavuta kwake. Sisi tunaonekana hata hatukaribii. Na hapo ndio tunazidi kuhangaika na tunaanza kulaumu watu waliotuzaa, na laumu serikali, na laumu tunaanza kuweka lawama kwingine. Mtu wa Mungu unanisikiliza. Haya mambo matatu nimetaja, wewe unahusika wapi? Unahusika kwa gani mpendwa? Ni wakati wa kutubu na kurudia Mungu wetu. Na pia unapoendelea kuishi, uishi kwa kuwa mwangalifu sana. Uishi kwa kuwa mwangalifu. Ujue Mungu anakuona na anachukua rekodi yako. Na utakapotaka msaada wa Mungu, Yeremia 17, sikiliza maneno haya. Yeremia 17. Wakati utataka msaada wa Mungu, anasema katika Yeremia 17 mstari wa 10. Anasema hivi. Jeremiah 17 verse number 10. Anasema mimi Bwana nachunguza moyo na vijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Mungu anasema masaa unataka msaada, yeye huwa anachunguza. Anachunguza njia za mtu. Anachunguza moyo wa mtu, ili alipe mtu kulingana na matunda ya matendo yake, kiasi cha njia zake mwenyewe. Kwa hiyo unapoishi usisahau hilo. Usikubali kufuatana na mabeste mkafanya kitu hakifai. Ni vizuri kila kitu unafanya unakumbuka, wakati nitataka msaada wa Mungu, atapima matendo yangu yanisaidie. Akikuta matendo yangu ni mabaya, hata kama nitakuwa nalilia msaada, hawezi kunisaidia. Ndio maana anamwambia Hosea, nikitaka kusaidia Israeli, naona uongo umetawala. Naona unyang'anyi ndio huo. Naona wizi uko mahali pale. Na akamwambia Hosea, rudi pale Hosea, nikiendelea kumalizia naona muda unaendelea kuisha. Nikirudi pale Hosea, akamwambia Hosea tena maneno hapa. Watu ambao Mungu anataka kuwasaidia, lakini wamezuiliwa na dhambi zao na makosa yao. Lakini watu hawa Mungu yeye anasema watu hawa hawafikiri. Basi namba Hosea 7 basi namba 2, Hosea 7 mstari wa 2. Anasema wala hawafikiri mioyoni mwao ya kwamba na ukumbuka uovu wao wote. Sasa matendo yao wenyewe yamewazunguka pande zote, yako mbele za uso wangu. Mungu anasema hawafikiri kama mimi nakumbuka. Nasema hiyo ilisahaulika. Hata unajua wasikusikia kama waliulizia. Kumbe hawakuulizia watu, lakini Mungu anaulizia mbinguni.
Lakini akituangalia sisi, hatufikirie kama kuna mahali tulifanya makosa Mungu anakumbuka. Sisi tunasema maisha yangu sijui nini kinaendelea, ni kama nimefungwa, ni kama ninaendewa, ni kama watu wanitakii pasta, ni kama kuna madhabahu kwetu. Lakini Mungu akikuangalia vizuri, anaona kuna mahali ndio pale umedanganya mtu. Anakuangalia anaona kuna mahali unganika na marafiki mkanyang'anya mtu fulani. Lakini wewe hata masaa haya ufikiri kama kunawezekana kuna mambo kama haya. You don't think. Wewe unaona kama tu mambo iko sawa. Ufikiri. Na anasema kwa sababu hiyo matendo yetu sisi wenyewe yametuzingira pande zote. Yametujengea ukuta. So sasa we cannot move. Hatuwezi kusonga mbele. Na zaidi ya yote anasema yale makosa yako mbele zake. Kwa hivyo mbele za Mungu ni kumaanisha akiamka kukusaidia anakutana na makosa, anarudi kukaa tena. Akiinuka ili akutetea anakutana na yale makosa yako. Na anakuangalia anakuta na wewe hata hiyo ni kama kitu uliona kama haikuwa na umuhimu. Hiyo ulisahau. Anakuchungulia anakuta na wewe hata utubu. Hata uone kama ulifanya makosa. Ile ni don't feel sorry for what you did. Kwanza anakukuta kwa wenzako unaikibia kifua. Unasema mimi ndiye. Nilipita na ule msichana. Mungu anakuta unapiga kifua kabisa ukifurahia dhambi. Lakini pande nyingine anasikia una complain ya maisha yangu. Paka anakuona kwa pasta mahali unamsimamisha barabarani. Yuki pasta unikumkangi yake. Sijui nini nanitesa. Sijui niko na mashetani gani. Hiyo ndio maneno ya watu. Wanasemanga wako na mashetani. Kumbe si mashetani, ni dhambi. Kamba ya dhambi inafunga mtu, anajituma kwa kweli, anakuta yako pale pale, anang'ang'ana tena anakuta tu ni hapo hapo. Shida ni kwamba huwa hatufikirii kama makosa yetu yako mbele za Mungu. Sisi tukikosea, siku zikisonga na sisi tunasahau na tunaendelea kungojea baraka. Kumbe mpenda Mungu anasema haya makosa yeye hayasahau, ameyakumbuka yako mbele yake. Na zaidi ya yote ita spiritual realm, matendo yako mwenyewe yamekuzingira pande zote. The sins you commit and you have never repented, they are surrounding you everywhere you are, so that you can never see a breakthrough in your life. No matter how hard you will work, there is no breakthrough, kwa sababu you are surrounded. Umezingirwa umezingirwa kila mahali na matendo yako mwenyewe. Mpendo, ni wakati wa kujifikiria. Anasema katika Matendo 17:30, siku za ujinga Mungu alijifanya aoni, lakini sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu. Sasa anawaagiza. Ni vizuri kujiuliza, ni nini hicho Mungu aliona nikifanya na mimi nimeisaulisha? Mimi sijali, lakini Mungu ananiangalia, anaona kuna mambo nilifanya ambaye anazuia msaada wake kwa maisha yangu, yanazuia mema yake kwa maisha yangu. Nini hicho mpendo? What is that? Ni wakati wa kutubu. Nataka kusema maneno ya kumalizia. Usikie maneno haya mwisho, ni kuache utafakari. Katika Psalms 32, na kuachia maneno haya, usikilize historia ya Daudi bila anaongea. Alafu tutakuwa tunaomba na kuacha wewe ufikiri. Psalms 32, nianzie mstari wa 3, sikiliza tu kwa makini. Zaburi 32 mstari wa 3. Nilipokosa kuungama dhambi zangu, mifupa yangu ilipooza kwa kulia kwangu mchana kutwa. Kwa maana mchana na usiku mkono wako ulinilemea. Jasho langu likakauka hata nikawa kama nchi kavu wakati wa kaskazi. Ndipo nilipokuungamia dhambi zangu, wala si kuficha upotevu wangu. Nisema nitayakiri maasi yangu kwa Bwana, nawe ukanisamea upotevu wa dhambi yangu. Kwa hiyo hebu kila mtu akuaminie akuombe awapo katika dhiki. Hakika maji makuu yafurikapo hayatamfikia yeye. Umesikia mambo haya mpendwa? Daudi anapeana story kidogo ya maisha yake. Anasema kuna masaa alikuwa amenyamazia dhambi zake, amenyamazia makosa yake, hayataji, amefunika. Lakini usiku na mchana alikuwa akiomboleza, alikuwa akilia, alikuwa akicomplain kwamba shida zinamlemea.
na anasema ya kwamba alizidi kukaukiwa mpaka akakuwa kama nchi kavu wakati wa kaskazi. Basi anasema alifika mahali akasema, sitaficha tena, nitaungama maovu yangu, hata ule upotevu nilifanya sitaficha, nitaongea ukweli. Anasema hapo alisamehewa na Mungu. Na anatuambia mtu akichukua njia kama hiyo, wacha sasa amuite Mungu akiwa ndani ya mateso, hata kama ni maji mengi hayatamgarikisha mtu huyu. Wakati unakutubu dhambi, mpendwa, hata kama shida itakuwa imemaliza dunia nzima, iwezi kumaliza wewe. Mungu atakuhifadhi kwa sababu uliweka wazi moyo wako, haukuficha dhambi zako, uliziweka wazi. Hata kama ni upotovu wa aina gani, uliweka wazi kwa Mungu. Si uchukue hatua ya kutubu dhambi, mpendwa. Tunalilia sana shida, si mwaka huu sasa ulilie matendo yako. Badilisha ngia sasa this year. You cry because of your deeds. Tumelilia sana shida, wakati tunalalamika, lakini hatuoni mabadiliko. Si ni wakati sasa tunafikiria, tangu nizaliwe nikaanza kukua nilifanya nini? Nilifanya nini? Tambua makosa yako, weka mbele za Mungu, repent. Uone vile mambo itabadilika. Uone vile Mungu atakuwa anasimama na wewe. Na ule msaada wake aliyokuandikia, hakuna siku utazuiliwa. Siku ikifika utakuwa unaona mambo yanatendeka. Na hapo ndio ukiweka your desires to the Lord, asitawahi zuiliwa. Every desire you will put before the Lord, it will come to fulfillment. Bwana Yesu akusaidie sana na akutetee. Kwa sababu ya muda wangu nataka kufika hapo. Nataka tuweze kuomba. Naomba wewe umwambie Bwana, wewe ni wako tu. Ama kama kuna kitu wewe umekumbuka, nikiomba wewe ongea na Mungu tu waziwazi wewe ni wako. Mwambie Bwana, nilifanya hivi, nisamehe. Kama umekumbuka kitu. Na maskani tulipokuwa tunahubiri, kuna kitu umekumbuka ukaona ni kweli nilifanya kitu fulani. Sasa na wewe moyo ni wako tu, hapo tu moyo ni wako. Ongea na Mungu, mimi naomba. Amemwambia tu Bwana, ile dhambi, ile kosa linazuia msaada wake kwako, akusamehe. Daudi akamwambia Bwana, nichunguze, uone kama kuna kitu kinazuia mema, kinaleta majuto maishani mwangu, unitenganisha nacho. Na hiyo ndio maombi nataka tuombe tunapomalizia kwa jina la Yesu. Maana ulipo tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa neno lako la siku ya leo. Asante kwa wale uliandikia ukasikiliza Bwana. Ninakushukuru kwa maana unaenda kutenda mema. Tunashuka chini ya miguu yako Jehova. Sisi ndio hao ambao tunafanyanga mambo na tunasahau. Lakini kumbe wewe hausahau. Wewe huwa unakumbuka kila kitu. Na ndio maana tunazuiliwanga msaada wako. Na badala ya kutubu sisi tunalalamika na kulaumu watu. Asante kwa neno lako la siku ya leo, kwa maana limetufungua macho. Baba, tunajiweka mikononi mwako. Yale makosa tulifanya yanazuia baraka zako, utusamehe na ututakase. Yale maovu tulishiriki na sisi tulisahau, lakini kwako yanaonekana, yanazuia msaada wako Bwana, utusamehe na ututakase. Utusamehe tu Jehova. Kuna watu wengi tulisababisha wakateseka. Kuna wengine tuliwadanganya na wakajikuta mabaya. Na sisi tumesahau Jehova, lakini mbele zako yako haya matendo. Pengine tulihusikana na wanyang'anyi. Pengine tulihusikana Bwana na waishi. Tusamehe, tutakase na utubadilishe Jehova. Yale makosa ukayafute, na pia ukatusaidie Jehova. Usituachilie katika matatizo, kwa maana Mungu wewe ni wa rehema. Ukasikie maombi ya wale watu waliosikiliza sauti hizi Bwana. Yeyote anayezungumza na wewe ndani kwa ndani, Bwana ukamsikie. Kama ulivyosema, anayeungama wewe utampa kibali. Bwana ukapeana kibali kwa kila ambaye anaongea na wewe ndani yake. Na kila anakuambia ukasikie Bwana na ukamtendee. Na sifa na utukufu sitakurudia Bwana. Uzidi kutupa hekima na maarifa, ili tukaepukane na ile njia mbaya, kwa maana uwezo ni wako. Asante kutenda Bwana. Linda maeneo haya. Linda kila kazi na kila mfanyikazi. Ukalinda kila mzee, kila mama, kila kijana na hata watoto. Tunakataa mipango ya shetani, mikasa na mikosi
Kila roho mbaya tunakemea ipate kushindwa katika jina la Yesu. Miinuko yote ya kishetani, mamlaka ya waganga na wachawi, chochote ambacho kimeinuliwa na adui shetani na watu wake, tunakemea kipate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu tawala, endelea kuonekana, zidi kunyosha mkono wako ukawaponya wagonjwa, ukawainua walio chini, na ile nyumba ina amani Bwana ukaweke amani. Kila hitaji unalijua, endelea kushughulika Bwana, na sifa sitakurudia. Bwana Yesu kazidi kutenda mema, watakapoondoka wakielekea, wacha ukatangulie, ukaonekania kila mmoja na kumtendea mema, kwa maana nguvu sina wewe. Bwana Yesu, neno hili ukalitia muhuri likafanya kazi. Cha kuinua kinyume na injili ninakiita kifo katika jina la Yesu Kristo. Damu yako itufunike na ikanene mema. Asante Bwana, kwa maana unaenda kutenda. Umeinuliwa juu na umetukuzwa, umeabudiwa na umeheshimiwa. Maombi haya naweka muhuri wa moto wa Roho, kitakachoinuka kizuia mema ninakiita kifo katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, kama vile uishivyo, mapenzi yako pekee yatimie sasa na hata milele, katika jina la Baba, la Mwana na la Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen and amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Kama una uwezo mpigie Bwana Yesu makofi mara ulipo. Kama una uwezo mpigie Yesu makofi mara ulipo. Hallelujah. God bless you. Barikiwe sana. Mungu amani ya kutunze na pia akulinde. Yale umesikia weka ndani yako, yafuatilie. Ujiwaro ni baya, usitende. Kama unapitia shida, vumilia, endelea kuomba Mungu, na ukiomba Mungu mwambie ukweli wako wote, na yeye atakusaidia, kwa maana ndiye mwenye nguvu na ndiye mwenye uwezo. Wanaopatikana mtandaoni Holyway King, kwenye mtandao wa kijamii unaweza kupata injili kama hiyo Holyway King, na ukasaidika sana. Wasikilizaji wa redio every Friday saa 1:30 ya jioni, Ruben FM every Friday saa 1:30 ya jioni unaweza kusikia mafundisho zaidi ya hayo Ruben FM. Na kama ungependa kushiriki nasi na kuanza na ibada ya Jumapili kuanzia saa 3 kwenda, au katikati ya wiki kuanzia Jumatatu mpaka Thursday, na kuanza na ibada from 5 to 8, ibada ya neno la Mungu na maombi. Kiwa na nafasi unakaribishwa. Kanisa liko hapa tu Mkuru kwa Ruben, nilika pale transformer napanda na ile njia inapanda gateway. Hapo mbele kuna Mulika Mwisi, nyuma Mulika Mwisi kuna kanisa la Holyway Ministries. Kama una mahali pa kwenda ibada, unakaribishwa kwa ibada zetu kwa jina la Yesu. Mara hapa tutaonana Jumamosi ijayo kwa mapenzi yake Bwana. Mimi nakutakia baraka, amani na pia ushindi kwa jina la Yesu Kristo. Kama kuna mtu wako mahara mbali ama ambapo anasikia sauti hiyo na wala haoni mahali hapa, labda ana swali lake angependa kuuliza au jambo lolote, napeana namba yangu ya mawasiliano kwa mtu ambaye anaweza kuwa na hitaji na wala haioni hapa, nimeiweka. Namba yangu ya mawasiliano ni 01 17 12 64 84. Namba ya mawasiliano ni 01 17 12 64 84. 01 17 12 64 84. Mungu amani akubariki sana na akutende yaliyo mema. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit with us now and forevermore. Amen and amen. Ubarikiwe sana kwa jina la Yesu.